Tunasema asante sana kwa kujua ya kwamba na wewe pia umepata neema ya kuamka asubuhi ya leo. Neema ya pekee ambayo inayokutokea asubuhi, ambayo unayopata kutoka kwa Bwana. Miujiza ya kwanza ambayo tunaosema kila siku ni miujiza ya kuamka. Miujiza ya kwanza ambayo tunaosema kila siku ni kuona ya kwamba Mungu ametupa neema ya kutuamsha asubuhi. Kweli wacha nikwambia kwamba ni miujiza. Ni miujiza kwa nini? Kwani kulala jameni, hujue kitu chochote ambacho kinachotokea. Hujue nini inayopita pembeni yako, hujue nini iliyokuwa, hujue nini. Hiyo saa ni mwili wako umepumzika tayari na nafsi yako inabaki ikiwa pamoja na Mwokozi wako. Ndio kwa maana Ayubu na kaandika kasema Mungu anakuaga anatuprevenir. Wakati tunapolala, tunapokuwa ndani ya ndoto, anatuonesha na kutuepusha mambo itakayotufikia. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambia kwamba leo ni neema mkubwa sana ambao tunaopata baada ya kumpoteza mzee Kabunga. Basi tunajua ya kwamba leo wataenda na kumweka mahali ambapo atapumzika hapo Kaziba. Na hao wote ambao watakuwa hapo tunawatakia basi safari njema, tukijua ya kwamba mzee alifanya kazi ambayo alistahili kufanya. Wacha nikwambie ndugu yangu wewe unayenisikia saa hizi, shida tunapofika mbinguni sio kwamba ni nini mzuri ulifanya duniani. Hapana. Duniani mbinguni utaulizwa ulifanya yale ambayo niliyokutumia. Kwani kila mtu hapa chini ya jua anakuwa na mission ambayo anapaswa remplir. Na kila mtu kuuliza kwake ni kwa ajili ya ile mission ambayo ulipaswa remplir. Nilikuwa na pastor wangu Pepe Mutiri zamani, alikuwa ananieleza, amekwisha kufariki pole kwake. Alikuwa ananieleza mara nyingi sana ya kwamba alikuwa na rafiki yake huko Amerika, na huyo rafiki yake na Mungu alimwambia tangu zamani ya kwamba wewe utakuwa mshahidi wangu. Wewe utaenda na kuambia mataifa na kusema utakuwa prophet de nation, prophetess de nation. Utatembea mainchi mingi sana. Na huyu alikuwa sasa amekuwa na miaka karibu 18 na hajawahi kuwa na passport ya kutoka ndani ya nchi yake. Maana yake ni kusema ya kwamba aliitwa ili apate kutembea mataifa na mataifa, lakini ya kutoka ndani ya nchi yake. Ni kusema nini? Alikuwa ananiambia zaidi wafu, ukienda pale kwa cimetière kuna wengi ambao wanaingia kwa kaburi lakini hawakufanya yale ambayo walio kuja kufanya chini ya jua. Kwa nini? Kwa ajili ya vita ambayo walikutana, kwa ajili ya shetani ambayo anafunga kila siku. Ujue ya kwamba ukifanya yale ambayo Mungu alikutumia, ukifanya ile ambayo uliitwa kwa kufanya ndani ya dunia, utakuwa mtu ambaye utakuwa tu seras le plus heureux du monde. Utapigwa vita ni kweli, lakini utasikia raha ya kuishi. Utasikia raha ya kuwa. Kwani ingawaje vita, butamu ya vita ni ushindi. Butamu ya kupigwa vita ni ushindi. Maana yake kila ngazi ambayo naenda, kila ngazi ambayo Mungu anakupitisha, unasikia wewe unatembea ndani ya ushindi. Ndio kwa maana unakuwa na fierte ya kuimba tutapigana ndani ya ushindi. Kwa nini? Kwani utapigana vita, lakini kuna yule ambaye atakupigania. Na tangu mwanzo wa mwezi huu
Tangu mwanzo wa mwaka tunazungumza katika kitabu cha Marko sura yake ya 15 na mstari wake wa 33 hadi mstari wake wa 39, ambayo kwa Biblia ya Kifaransa inaanza na kusema ya kwanza il y les ténèbres. Donc ilikuwa giza ikaanza, na bandani ya hiyo giza na gisi Yesu aliweka msalabani, Yesu akalalamika akasema, Eloi Eloi lama sabaktani, Mungu wangu. Biblia inasema maana yake, Mungu wangu mbona umeniacha? Na mbuka ya kwamba mwezi wa kwanza wote tulizungumza kwa ajili ya nini ambayo ilikuwa. Maana yake ni context general ya ile ambayo ilikuwa. Na mwa hiyo context nilikwambia na nilikueleza wazi ya kwamba ni sharti Mungu angepaswa kumwacha. Kwani ni sharti Mungu aoneshe ya kwamba kuna kuwa na hiyo utatu ambayo inakuwa ndani ya Kristo. Nilitembea ndani ya Kristo, ilikuwa ndani ya Kristo, mpango wake wote, mahali pote alipopita Mungu alikuwa pamoja naye, Roho ilikuwa pamoja naye. Ndio kwa maana yote ilikuwa inafanyika na miujiza ya pekee na ya ajabu. Lakini ingepaswa aachwe, mwili wake uachwe, ili mwana apate kusikia uchungu ya nini ambayo alikuja kufanya hapa chini ya jua. Na Mungu akamwacha na Roho ikamwacha. Ndio akalalamika mara pili kusema, Mungu wangu Baba, Mungu wangu Mwana, kwa nini umeniacha? Umeniacha. Mwana kabaki hapo msalabani, kwani angepaswa kusikia hiyo maumivu ambayo ulipaswa kusikia. Kwani angekuwa na Roho, hangesikia hiyo machungu na maumivu ambayo wewe na mimi unapata kupata katika yote unayopitia ndani. Lakini Roho ikamwacha, Baba kamwacha, akabaki mwana hapo, na mwana akasikia machungu, akasikia maumivu. Na hata alipomlalamika, Biblia inakwambia kwamba kukawa na mtu mmoja akamletea sifuri, akamletea vinegre, kwani aliona utipe anateswa mbaya sana. Wakasema wacha tusikie, anaita Elia kuja kumsaidia. Akamletea sifongo, wakamwekea ili wamtulize kidogo, kwani waliona machungu na mateso. Ni kama mganga ambaye anaona namna unavyotesa, nasema kamata aspirin ikukalme kidogo, ikalme machungu kidogo, kwani yale ambayo ninaona ni majabu. Kwani kwa hiyo kulalamika yake, alilalamika. Kwa hiyo kulalamika yake, kwa kuachiliwa, kwa kusikia hiyo machungu ambayo alipokuwa machungu yako na yangu, alichukua msalabani akalalamika. Na hapo kulalamika yake wakaona ya kwamba huyu bwana hakuna namna. Basi na nilikwambia hiyo mwezi wa kwanza alipaswa kuingia kaburini, kwani alijua lufu kwa ajili aliachiwa. Na ndio kwa maana Biblia inakwambia kwamba kulikuwa na mtu mmoja jina yake Stefano. Stefano alikuwa anajazwa na Roho Mtakatifu. Alipolalamika, Biblia inakwambia baada ya hapo akalala, kwani Stefano hawakusema ya kwamba alikufa. Wakakwambia ya kwamba akalala, kwani Yesu hangipaswa lala, Yesu alipaswa kufa. Kwani kwa kukufa kwake ndipo aliingia kaburini. Na kuambia wale wote ambao waliofungwa, watakatifu waliofungwa huko, Biblia inakwambia wakaona wakitembea ndani ya mgini wa Yerusalemu. Maana yake alienda kuambia huko ndani, hakuambia wewe Yeremia toka, kwenda kuambia wewe Ezekieli toka, kwenda kuambia wewe Yoeli toka. Hao watakatifu wakatoka ndani ya kaburi, wakashinda mauti, wakawaona wakitembea ndani ya Yerusalemu. Wacha Mungu atuendelee na kutubariki. Na mwezi wa pili, wacha nikwambia kwamba tuulize, nani alilipa gharama? Ni nani atakayelipa gharama? Gharama ya hiyo kulalamika, gharama ya hiyo masumbuko, gharama ya hiyo mateso. Ndio, na nilikwambia mengi wa watu wanatembea hapa chini, lakini kunakuwa na shida mkubwa sana, kwa ajili unadhani ya kwamba utafanya mabaya, unaenda inakwisha, lakini jua ya kwamba wanakwambia, Biblia inakwambia ya kwamba il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Kunakuwa wale ambao wanakufuatilia, ambao wanasumbuka kwa bure. Nakumbuka nilikwambia Yesu alikuwa hapo. Yesu aliponawa, Pilato aliponawa, akauliza Wayahudi, sasa huyu mtu mimi sioni kitu. Watu wakasema, kama huyu bwana iko innocent, basi na hukumu yake itushukie sisi na ishukie wana wetu. Kwa nini waliweka wana wao? Kwa nini waliwaweka?
Kwani ni mambo ambayo inayofuatiwa jameni. Mabaya, ukifanya mabaya usizani ni peke yako, kunakuwa tena na wale ambao wanaokufuata ambao pia watapata kusumbuka kwa ajili yako. Na hiyo ndiyo kitu mbaya ambayo yafanyika hapa chini ya jua, mbaya kabisa. Na wacha nikwambie, hiyo ilikuwa mwezi wa pili. Mwezi huu wa tatu tunazungumza kwa kusema kwa ajili ya kunyamaza kwa Mungu. Kwa nini Mungu anyamaza? Yesu alikuwa hapo akalalamika, Eloi Eloi lama sabaktani. Mungu hakusema chochote. Na kwa nini Mungu anyamaza? Na wewe wapita kwa shida, na wewe wapita kwa mambo, lakini yale ambayo unapitia unalalamika, unaita, unalia, unaita Mungu, lakini Mungu ananyamaza. Kwa nini Mungu kunyamaza? Hiyo ndiyo tutazungumza huu mwezi wa tatu. Na tulisema kitu ya kwanza ambayo Mungu anyamaza, yatuma Mungu anyamaza, ya kwanza ni dhambi jameni. Biblia inakwambia katika kitabu cha Isaya sura yake ya 39, tulisoma hapo tangu mstari wa pili, tangu mstari wa kwanza na kushuka hadi mstari wa 4. Nasema mkono wa Mungu, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mkono wa Mungu sio mfupi kwa kukomboa, hapana. Ni son oreille trop dur pour entendre. Lakini dhambi zenyu, lakini makosa yenyu, lakini damu mnayomwaga ndio inatuma, inawaficha uso wake. Mungu ananyamaza kwani hauoni. Kwanza dhambi ya kufinika inatuma uoni. Kitu ya pili nilikwambia ni nini? Ni mashindano. Mungu ananyamaza kwa kuweka, kwa kujua nini iliyokuwa ndani ya moyo wako, nini iliyokuwa ndani, reaction yako itakuwa je. Kitu ya tatu ambayo yatuma Mungu ananyamaza, yani Mungu ananyamaza kwa kutaka kuonesha ukuu wake, manifester sa gloire. Mungu ananyamaza kwa ajili ya kutaka. Kwani Mungu akasema, akakwambia, jua ya kwamba anakesha. Yeremia anaandika, anakesha juu ya neno lake. Mungu alimwambia Yeremia, akamwambia, mimi nakesha juu ya neno langu kwa kulitimiza. Maana yake hiyo ambayo nakwambia, mimi nikasema kitu, jua ya kwamba itafika. Mimi nikasema, mimi naanza kesha mimi Mungu, ili ipate kutendeka. Hiyo ni kitu moja ajabu sana. Na tunaposema kwa ajili ya Yeremia, wacha nikwambie ya kwamba ukasoma kwa Yeremia tangu mstari wa kwanza, Biblia inaanza na kuambia huyo Yeremia alikuwa nani na Mungu alimchukuaje. Wewe waza, Mungu aanze, Mungu akuchague, Mungu akwambie, tangu ulikuwa ndani ya tumbo ya mama yako, tangu nilikuumba mimi Mungu ndani ya tumbo ya mama yako nilikujua. Tangu ulitoka ukazaliwa, mimi nilikwisha kukuweka, kusema ya kwamba wewe utakuwa nabii ya mataifa. Mungu alikuwa anazungumza naye. Na Mungu akamwambia hapa kwa verset 10, Jérémie 1:10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mungu anamuweka. Mungu alimweka. Na Yeremia alitembea na jua ya kwamba anawekwa na Mungu. Wacha nikwambie habari. Aliwekwa na Mungu. Alijua ya kwamba alikutana na Mungu. Mimi kuna kitu ambayo napendaga sana, ni ya kwamba Mungu aulizage shauri kwa mtu. Kwani yani Mungu akiuliza shauri, akikuuliza jameni, akiuliza ya kwamba wewe uokoke, nani angekuchagua wewe? Nani? Angeuliza ya kwamba unataka nikutumie wewe, nani angekuchagua? Nani? Nikuweza kuchagua mtoto wangu Andre, nikuchague wewe? Hakuna. Hakuna. Hakuna yote angekuchagua. Lakini kwani Mungu niko independent? Kwani Mungu anabaki kuwa Mungu? Kwani Mungu iko ni yule ambaye aliyejua ndani, anajua mioyo, anajua aliyoweka, anajua nini alikuitia, anakuchagua. Ukifungua roho yako anakuchagua, anakuweka kando na anakuonesha nini
ambayo alikuitia wewe. Mungu anakuwaga wa ajabu. Yeremia Mungu akamchagua. Na Yeremia baadhi ya kumchagua, wacha nikwambie, ilifika mahali Yeremia anaanza kutabiri, kufanya yale ambayo Mungu aliyomwitia. Anaanza kufanya ile ambayo Mungu alimwitia. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia sura yake ya 12, Pashur fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Alisikia Yeremia alikuwa anatabiri. Huyo Pashur alikuwa anatumika ndani ya nyumba, alikuwa sacrificateur en chef. Manake alikuwa kuhani. Na ukisikia kuhani, manake ni yule ambaye alikuwa intercession kati ya wanadamu na Mungu. Ndiye alikuwa anachukua yote, na yule alikuwa anatumika ndani ya hekalu. Alikuwa permanence ndani ya hekalu, kwani Mungu alikuwa anaonesha ukuu wake ndani ya hekalu. Akasikia Yeremia akikuwa na tabiri. Biblia inakwambia, et Pashur frappa Jérémie le prophète et le mit en prison, qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Akamweka kwa jela, akampika, akamweka kwa jela. Mungu alifanya nini? Akanyamaza. Tunazungumza kwa ajili ya kunyamaza kwa Mungu. Na nakwambia ya kwamba wiki hii wacha tuzungumza ya kwamba Mungu anyamaza kwa kuonesha ishara zake. Yeremia alifanya yale ambayo Mungu alimuitia. Mungu alimuitia akamwambia Yeremia, wewe utatabiri. Wewe ni nabii. Ninakuweka. Utawaambia. Watakupiga vita lakini hawatakushinda. Yeremia alikuwa na uhakika. Uhakika wote. Lakini kukawa yule ambaye alikuwa anatumika ndani ya hekalu. Yule ambaye alipaswa kuankuraje Yeremia. Normalement yeye ndiye alipaswa kuankuraje Yeremia. Lakini bwivu ikamshika. Katoto kanakifanya hapo. Kanataka jionesha saa vile kanakuwa. Juu ya nini hapo kanataka onesha saa vile? Kanataka onesha nini sasa saa vile? Huyu mama anataka jionesha saa vile anakuwa sasa wae. Alifanya yale ambayo Mungu alimuita kafanya. Alitenda yale ambayo Mungu alimuita katende. Alitenda ile ambayo Mungu alitaka katende. Jamani, sijui mimi hali yako. Labuda wewe uliitwa ili ukapate kubadilisha hali ya nchi hii. Na unasikia uchungu ya yale yanayofika ndani ya nchi. Unasikia kila siku unadhofika na nini ambayo inayofika inayokutendea ndani ya nchi. Ukisikia wanakwambia kwamba watu wanakunywa mai ya mrobine, lakini mai inakuwa ni mai ya mavi jameni. Unasikia Na rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia, jameni hapa tunakaa, hii inakuwa ni habari ya ajabu. Wanakuletea mai nyumbani, wanasema unawe mikono kambele kule, lakini hiyo mai haikukuwa kama haikukuwa desinfecte. Unajua ya kwamba donc huko na nawa mai ya wengine walinyambaga quelque part, kisha wewe uko na inawa mikono. So unaenda kula, unazania unakula avec propriété, kumbe unakula ile ambayo itakufanya mbaya. Mimi sijui hali yako jameni, lakini najua kama kwa ile riski kesho utasema walikupa sumu, ama unaona jirani unamwambia yeye ndiye alikuweka chini. Shida ni wapi? Mungu atuhurumie. Hali ambayo tunaopitia ndani jameni ni hali mbaya sana. Hali tunayokuwa ndani saa hizi ni hali mbaya sana sana. Mgeni wetu tunaanza kujiuliza ni nini ambayo inayotufikia.
tunaanza kujiuliza nini inayotufikia. Kwa kupenda kuiba tunakosa upendo. Ujue ya kwamba huwezi ukatosha pesa mahali ukaweka ndani ya mfuko wako ukazani ya kwamba vidi inakuwa. Hapana, ujue ya kwamba kuna mtu ambaye aliposha kupokea fulani ambaye hatapata tena na ambaye ataenda kuteketezwa na tateswa. Kwa nini hatuwezi kusikia hata hayo madogo, rezonema kidogo tu ya mambo ambayo yanayotujalia na kutufikia? Ni shida gani ambayo tunapata sisi? Bakenga mahali paigoki na kusalimu. Na ninasema Mungu akubariki sana na pole kwa kupoteza mama yako. Ni nini ambayo inayotufikia? Ni nini? Kweli inafika mahali hatusikii tena. Yale ambayo tunayoishi inakuwa nguvu na ngumu. Nguvu kwa kusema ya kwamba kwa kuibrize inakuwa haiwezekani. Na ngumu kwa kusema ya kwamba na sisi tunasikia tunadhofika, tunakuwa chini mbele ya magumu ambayo tunayopitia sasa hivi. Watoto wa Israeli walipoona walipokuwa wale waliokoka na walisema sisi ni kama panzi mbele yao. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Les anaques de la race des géants. Sisi tunakuwa chini sana kwa wale ambao wanaotenda mabaya. Wale ambao Mungu anatuambia nyinyi muwaondoe kwani hawana kitu. Tunakuwa chini. Tunajisikia tumedhoofika. Tunajiona tunakuwa chini kwa yale yanayotufikia. Jameni, tutajitosha ndani ya hali kama hii namna gani? Tutajitosha je? Ama tumalizike sisi wote tukikulana moja kwa moja? Tutajitosha ndani ya hali hii namna gani? Kunyamaza kwa Mungu. Yeremia alipikwa. Yeremia aliwekwa ndani ya jela. Mungu alinyamaza. Hadi Yeremia akasikia anadhofika. Biblia inakwambia Yeremia 20. Yeremia akalalamika. Yeremia akasema, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Mungu alimwambia tangu tumbo ya mama yako mimi nilikujua. Alafu Yeremia anasema na ilaaniwe hiyo siku mimi nilizaliwa. Ilaaniwe. Na laaniwe mtu ambaye alikuja kuletea baba yangu habari ya kusema mtoto wa mwanaume. Umezaa mtoto mwanaume. Na ikamjaza na furaha. Alaaniwe huyo mtu. Na huyo mtu awe kama mingini ambayo Mungu aliyoharibu. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Kwani alisikia machungu. Yani wajiuliza ni nini ambayo umefikia? Na kwa nini Mungu amenyamaza? Ni nini naofika na kwa nini Mungu amenyamaza? Ndiyo maulizo ambayo niliokuwa nayo pamoja na wengi. Wengi waniuliza sasa, tumekosea wapi sisi? Na nini tufanye ili tupate kutoka ndani ya hali kama hii? Nini ambao tumekosea? Wapi ambapo tumekosea? Na kweli wacha nikwambie, mimi kusikia
maswali hiyo. Ni Wakristo wengi wanakutana popote njiani, wananiuliza sasa, kwa hiyo nini ambao tumekosea? Jameni, nilikuwa nasoma, nilikuwa nikiingia kwa mpango na najiuliza nini ambayo inayotufikia sisi, na hali gani tuliokuwa ndani inayotufikia sisi, na shida gani tunayokuwa ndani inayotufikia sisi. Nilikuwa nasoma kweli, kanisa utanisamehe, na nilikuwa nasoma na nilikuwa nalia sana, kwani hali tunayopitia ndani ni hali ya laana. On se contente bien, tunasema kila siku ndio tumebarikiwa. Unaona, tunabarikiwa. Unakula nyama mara pili, unasema, unalamika nabarikiwa. 21e siècle. Oh, haleluya, tunabarikiwa. Lakini kwa kutoka nyumbani kwako huwezi ukatembee kwa barabara. Jameni, unalalamika unabarikiwa, lakini hujui utakula nini kesho. Kwani ya leo na unakaa unasema basi ya kesho itajishughulikia, mimi sina tena kitu. Tu ne peux pas prévoir dans ta vie. Il n'y a pas de prévision. Mimi naonaga mengi sana. Utakimbilia unajenga nyumba, kwani unaogopa pesa ukakuwa nao nyumbani, kuna mtu atakuja na kubeba. Kwani hauwezi ukaweka hata kwa banki. Kila kitu ni wasiwasi, kila siku ni wasiwasi. Wanakuona unakaa na nywele mweupe, wanadhani ya kwamba ni juu ya uzee, lakini ama juu ya sagesse, lakini hakuna mawazo na kupita. Unaogopa kila mtu. Huwezi ukakule kwa mwenzenyu, unasema yes, kila saa kuna saa ndapata hii, kuna saa Jamani, utaniambia unaishi kweli? Mimi nakwambia, mimi simo ndani ya hiyo injili ambayo watu wanadhani ya kwamba ukienda Bulaya ndio wanafika sasa, ndio baraka inaenea, ndio manake alibarikiwa. Wacha nikwambie, fanya angalisho. Unaweza enda wapi popote ulimwenguni jameni, uende wapi popote, lakini kila siku mawazo yako, mafikara yako itakuja kwenyu nyumbani, mahali wazazi wa babu wako walizikwa. Na nini ambayo unakuta nyumbani? Unasema wababu wako walizikwa. Leo hii na makaburi wabomoe, wajenge nyumba kwa kutaka kuonesha kwamba wamepanda. Ni nini? Utasema kweli tuko ndani ya baraka? Kuvilaje yenye hawezi fika, kwani hakuna barabara. Hakuna. Unakuwa kama yeyote. Unajua Bukavu leo inakuwa kompare na Goma. Goma kuko vita ambayo inafunga mahali pote, lakini Bukavu barabara zinafungwa. Kuko vita naturel. Na Kongo nzima inalungula. Tuko wapi sisi? Wewe kwenda soma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwa ajili ya laana, utaona na utanirudilia kuniambia kwamba kweli tumepatikana ndani. Tuko wapi sisi? Tuko wapi? Hakuna maisha. Tunarudi kama wakati huo.
wakati wa Ezekieli, ambamo na maji inakuwa infecte. Makati aliomba na chumvi ya kuweka ndani ya maji. Nini ambayo atufikia leo? Na nabii wa kweli ambao Mungu anaotuma unawapiga na hutaki kuwasikia. Nakwambia Yeremia alipita na Mungu alinyamaza. Na saizi kwa mambo tunayofikia leo, Mungu anyamaza. Leo ukifata habari ambayo wakimbizi wanafika hapo Minova, ukipata habari ya wakimbizi huku na kule, utajiuliza nini na ufika jameni? Ni nini tunafia? Ukiona wale wamama kwa barabara namna wanavyolia, utajiuliza ni nini tunafia? Mimi nakuwa nakwambia ni pole sana. Yeremia na Kamodir akalaana na ule mwenye alienda kaambia baba yake kumpatia nouvelle. Alafu hapa kwa verset 17 anasema, que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle pas servi de tombeau? Que n'est-elle pas restée éternellement enceinte? Yeremia yule ambaye Mungu alimwambia nilikujua tangu tumbo mama yako. Yeremia kwa hasira, Yeremia kwa namna alivyokuwa analalamika, anasema na kwa nini mimi? Kwa nini tumbo ya mama yangu haingekuwa kwangu? Ikuwe kaburi, nikufe ndani. Ama kwa nini hangibaki basi akuwe na mimba maisha mzima ili nibaki ndani, nikifichwa ndani? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Narudia. Pourquoi, verset 18, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Kwa nini singebaki kuliko kuishi maisha yangu ndani ya haya? Jameni, kilio cha Yeremia ni kilio chako na changu leo. Pourquoi notre génération? Tunafia nini sisi? Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement nous? Watoto wa nchi zingine unasikia wanakuwa bien, wanasafiri huku na kule, wanafanya mpango. Lakini watu watoto wako wapi? Avenir gani tunawapa? Hakuna. Mamkazi zilikuwa, maentreprise zilikuwa, tulibomoa. Na zingine zilitaka kuja, tukaweka matax na tukaweka gurudu chini, wakote wakanakimbia. Tunakaa peke yetu, tunaanza kulana kama nyama ndani ya jungle. Valeur kwa watu hazina tena. Na utawaona wale ambao wanakuwa wabaya na wanamaliza watu,
wale ambao wanaibia raia na wanaibia nchi, wale ambao wanaharibu yote, utawaona unasema wao wanavuma. Na ni tena Yeremia aliuliza, akakaa na Mungu akamuuliza, Yeremia chapitre 12, alimuuliza Mungu, akamwambia, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser ma parole sur tes jugements. Pourquoi la voix de méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Pourquoi? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent et ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Pourquoi? Hao ndio unaona wanaota, ndio unasikia wana wao wanapanda, ndio unasikia jina zao zinaenda. Hao wanakuibia, wanakuua, wanakutesa, wanakuweka chini, lakini unawaona wao wanaota, na sisi tunabaki tunateswa, tunajilumaluma na tunalia. Na kwa haya yote Mungu ananyamaza. Lakini wacha nikwambie leo asubuhi, mpendwa, wewe ambaye unayenifuata mahali ulipo, wewe ambaye jana ulichagua Baraba ukaacha Kristo, ulichagua wa kukuua ukaacha yule ambaye anaweza akakuinua. Mimi na wewe wacha tuonane na tukae, tuanze kujiuliza, yaani kilio chako na kilio changu kinatembea njia moja. Lakini najua kitu moja, katika kitabu cha Zaburi sura 34 na mstari wake wa 12, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Wewe ambaye unabaki ndani ya haki, leo asubuhi wacha nikwambie, ingawaje kunyamaza kwa Mungu, lakini jua ya kwamba Mungu aokoa kila siku wanawake. Wacha tuombe. Na tukiomba pamoja, wacha tukumbuke wale ambao tunaopenda, na ninaweka Bagalwa, Pasteur Bagalwa huko Mont des Oliviers Kasihe. Naweka Pasteur Mukengere huko Mont des Oliviers Brasserie. Na sisahau Pasteur wa kanisa letu la Ibinja, Pasteur Ambroise. Tulisikia shida za mdogo yako na tunaomba Mungu akupe nguvu. Pasteur Dieudonné kwa kanisa letu la Muumba, tunawasalimu nyote, na tusahau Augustin ambaye tunatumika pamoja kwa kila jambo na ambaye anakuwa kama makamu wangu. Ninawapenda sana, bila kusahau mke wangu Judith Sina, na kupenda sana mama. Wacha tuombe. Ninakushukuru Kristo, wewe uliyekuwa Mungu. Ninakubariki kwani wewe ni mfalme mkuu, Bwana mkuu, jemadari mkuu.
waona shida na magumu ambayo nchi yetu yapita ndani. Uliambia Musa, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Ninasikia malalamiko, najua nasikia malalamiko ya mateso waliopata na ninajua magumu yao. Ndio kwa maana ninaweka ndugu yangu, kaka yangu na dada yangu chini ya utukufu wako, nikikuomba Kristo, nchi ambayo uliotuchagua tukae ndani, tunaomba ututoshe ndani ya laana na kutuweka ndani ya baraka. Tembea pamoja nasi na mkono wako usituachilie. Asante, kwani wewe ndiwe Mungu wetu. Na mchana wa leo Baba, uwa miujiza kwa wale uliowachagua. Nasema asante, kwani wewe ndiwe Baba wetu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mpendwa msikilizaji, nasema asante kwa kukubali kuwa nasi asubuhi ya leo, na ninakuombea baraka kwako na kwa jamaa yako katika jina la Yesu. Amen. Asante.